Yes, para mambo vipi? Ujambo na karibu media, kituo chako bora cha kusogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami presenter wako Biologist Andrew. Mambo kama mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo kuna trend hapa media kwa wakati. Just mara moja story ambazo ndio kumekea hivi sasa kwa mtandao wa kijamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya dada wa taifa all the way from Marekani. Hapa namzungumzia bidada Mange Kimambi bwana kumshia kichambo mlembo the Tanzania sweetheart. Hapa namzungumzia bidada Wema Abraham Sepetu bwana. Hii ni baada ya siku ya leo bwana Wema Abraham Sepetu ameamua kutumia ukurasa wake wa Instagram bwana kumuishi ex wake. Hapa namzungumzia bwana Wozu happy birthday, kwa maana kwamba kumbukumbu ya kuzaliwa. Na wote tunafahamu kwamba leo bana Wozu anakumbuka siku yake ya kuzaliwa, na mastaa mbalimbali pamoja na watu wa karibu wa bwana Wozu wametumia kurasa zao za Instagram na kurasa nyingine ambazo wamekuwa wakizitumia kwa baadhi ya mashabiki zao kuwafuatilia kumuishi bwana Wozu kutimiza miaka kadhaa bana. Leo ni siku ya kuzaliwa ya bwana Wozu. Sasa kwa mwanadada Mange Kimambi imekuwa tofauti kidogo kwa hiki ambacho amekifanya mwanadada Wema Abraham Sepetu, kwa sababu wote tunafahamu kwamba Wema Abraham Sepetu bana na mzee mzima Wozu kumekuwa kuna taarifa ambazo zimekuwa zikisambaa sana kwa mtandao wa kijamii kwamba Wema bana hivi sasa sio mtu na mpenzi wake, kwa maana kwamba ni maex. Sasa imekuwaje Wema ameamua kumuishi bwana Wozu siku yake ya kuzaliwa? Ni swali ambalo kiukweli Mange Kimambi amekuwa akijiuliza na kumshika kichambo mwanadada Wema kusema kwamba Wema umekuwa ukijipendekeza sana shoga yangu, kwa nini usitafute mwanaume wa maana ili muanzishe familia, uweze kubeba mimba, uweze kupata mtoto kama wenzio? Umekuwa ukiendekeza watoto wadogo katika swala zima la kuhisi kwamba labda wao watakupatia ujauzito, wakati ni swala ambalo haliwezekani. Hakuna mwanaume huko Tanzania ambaye anaweza kukupatia ujauzito Wema. Ni muda mrefu umekuwa ukihangaika, ni muda mrefu umekuwa ukiteseka bila kupata mtoto. Kwa nini usitafute mwanaume wa maana ili muweze kuanzisha familia kuliko kuendekeza hivyo vitu vidogo? Naamini kwamba Wozu mtarudiana, na hivi sasa nikwambie tu kwamba Wozu yuko busy na mke wake. Hapa namzungumzia Tunda Kapasino, mzazi mwenzie. Kwa hiyo ni ngumu sana yeye kuweza kujirudisha tena kwako. Kama umekuwa kizoea kwamba mnagombana mnarudiana, hivi sasa bana Tunda ameamua kumweka chini mume wake Wozu, na sidhani kama Wozu anaweza akakurudia tena. Ni kodi ambayo amezungumza mwanadada Mange Kimambi all the way from Marekani juu hiki ambacho kwa kiendelea kutrend kwa jamii baada ya the Tanzania sweetheart. Hapa namzungumzia Wema Abraham Sepetu bwana kuamua kumuishi ex wake. Hapa namzungumzia Wozu siku ya kuzaliwa, na jambo ambalo kiukweli limemfanya mwanadada Mange Kimambi kama vile kumind Wema, kuonekana kwamba kama vile anajipendekeza hivi mwenzie yuko busy na mke wake. Hapa namzungumzia mwanadada Tunda Kapasino, na tokea tumepokea taarifa kwamba Wema na Wozu wamegombana bwana. Wozu yuko nyumbani kwa mwanadada Tunda Kapasino mzazi mwenzie wakimlea mtoto wao Lola, na hii inaonyesha namna gani ambavyo Wozu bwana na Tunda ni ngumu sana kuachana. Kwa hiyo kwa upande wa dada Wema bwana kama vile amekuwa akitamani na kuhitaji kutaka Wozu arudi kwenye maisha yake. Na ikumbuke kwamba juzi kati hivi wa Mbeya hapa nchini Tanzania ikiwemo bwana kubwa Juma Lokole alisha kuzungumza kwa kusema ya kwamba Wema bana amekuwa akiwatumia watu wa karibu wa Wozu kumuombea msamaha, kwa maana kwamba anatamani leo kesho warudiane na Wozu, akiamini kwamba Wozu ndiye mwanaume ambaye atakayempatia ujauzito. Lakini kwa mujibu wa maelezo mbali yazungumza mwanadada Mange Kimambi ni kwamba Wema amekuwa akiteseka tu, lakini pia Wema amekuwa akijidhalilisha kwa hivi wanaume vidogo huko Tanzania. Kwa hiyo ni ngumu sana hivi wanaume vidogo kumpatia ujauzito Wema. Kwa hiyo vimekuja tu kwa Wema lengo na nia kujipatia tu jina, lakini pia kujipatia maarufu kama ilivyokuwa kwa bwana mkubwa Wozu, lakini pia kama ilivyokuwa kwa bwana mkubwa Idris Rutani. Wote walipita kwa madada Wema Abraham Sepetu kwa ajili tu kujipatia maarufu. Alipopata maarufu kila mtu yuko busy na maisha yake. Kwa very sure kwamba Wema asipokaa chini akajitafakari ataendelea kuteseka hivi, lakini pia ataendelea kuwa mgumba na atakufa bila kupata mtoto. Bani kule mbali zungumza mwanadada Mange Kimambi all the way from Marekani juu ambacho kimekuwa kiendelea kutrend hivi sasa kwa mtandao wa kijamii baada ya Wema kama vile kumshobokea hivi Wozu kuposti kupitia ukurasa wake wa Instagram bana kumuishi Wozu siku ya kuzaliwa ambayo ni leo bana. Sasa kwa upande wa Tunda Kapasino mpaka hivi sasa hajazungumza lolote kwa hiki ambacho alikizungumza mwanadada Wema Abraham Sepetu, lakini pia hiki ambacho amekifanya mwanadada Wema Abraham Sepetu kupitia ukurasa wake wa Instagram kumuishi Wozu bana siku ya kuzaliwa. Na wote tunafahamu kwamba Tunda Kapasino bana huwa anamrushia
anamrushiaga sana maneno machafu mwanadada Wema pindi ambapo anamshobokea Whozu. Mara kadhaa tumeona Tunda amekuwa akimrushia maneno makali mwanadada Wema kwa kumwambia kwamba hana uwezo wa kuzaa, hana kizazi, hakuna mwanaume ambaye anaweza akadumu kwake kwa sababu hana uwezo wa kubeba mimba. Mwanamume furaha yake kwa mwanamke ni kupata mtoto bana, furaha ya mahusiano ni kupata mtoto. Sasa hakuna mwanaume ambaye anaweza akakaa na mwanamke ambaye hawezi kubeba ujauzito. Ndio maana Whozu mara kadhaa amekuwa akiondoka kwa Wema, anarudi kwangu akiamini kwamba nina uwezo wa kumuongezea mtoto mwingine, kwa kwamba nina mayai ya kutosha, nina uwezo wa kumbebea ujauzito. Kwa hiyo Wema ni ngumu sana kuendelea kuwa na Whozu. Sasa Wema imeonekana kwamba kama vile anataka kumthibitishia hivi mwanadada Tunda Kapasini kwamba ana uwezo wa kuendelea kuwa na Whozu hata kama yeye hazai. Ndio maana mara kadhaa amekuwa akimtumia maneno ya busara Wema, Whozu amekuwa akimtumia kumplease Whozu ili aweze kurudiana. Ni kauli ambazo alizungumza Wambea kuonekana kwamba Wema bana ana mpango wa kurudiana na Whozu, licha kwa mwenyewe Wema amekuwa akikataa mara kadhaa kumtoka jamii kusema kwamba hajawahi kufikiria kurudiana na Whozu. Lakini pia sio Whozu tu, wanaume wengi maarufu lakini pia wenye pesa ambao amekuwa nao hakuwahi hata kufikiria kurudiana nao. Ndio sembusi huyu Whozu, na aliweka wazi kwa kusema kwamba ukimweka Whozu na mbwa wake Manu, atamchagua mbwa wake Manu kuliko Whozu, kuonesha namna gani ambavyo hana time lakini pia hana muda na Whozu. Sasa kwa hiki ambacho amekifanya Wema kupitia ukurasa wake wa Instagram bana cha kumuishi bwana mkubwa Whozu, imewashangaza sana baadhi ya mashabiki kusema kwamba Wema bana huwa anajikaza tu lakini anampenda sana bwana mkubwa Whozu bana. Ni jambo ambalo kikumu katika trend na kusoma mjadala mingi sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii juu ya uamuzi ambao ameufanya mwanadada Wema wa kumuishi ex wake. Sasa hatufahamu ya kwamba Wema ameamua kumuishi tu Whozu kama ex wake au labda bado anatamani kurudiana na huyu Whozu. Sasa hatujui nini ambacho kimemfanya Wema aweze kumposti Whozu. Huenda tu labda alimkumbuka kama kwamba hana muda naye kusema kurudiana naye, ameamua tu amuishi kama ex wake. Kuna mengi ambayo mazuri labda Whozu alimfanyia mwanadada Wema, kwa hiyo ameyakumbuka ile mazuri yake na ndio hapo ambapo ameamua labda kumuishi basti. Lakini kusema kwamba kurudiana naye wote hatufahamu. Sasa wewe mpenzi Funubu Media, nini ambacho unaweza kuzungumza kuhusiana na hili ambalo amelifanya mwanadada Wema Abraham Sepetu la kumuishi bwana mkubwa Whozu? Naamini kwamba Wema anatamani kurudiana na Whozu au nadhani tu ya kwamba ameamua kumuishi kama ex wake, kwa kwamba ameyakumbuka ile mazuri ambayo Whozu amekuwa akimfanyia wakati hapo katika mahusiano. Drop a comment hapo chini kwenye comment section juu kama msogezea. I hope you enjoyed tufikia. This is the voice of Biologist Andrew, the most expensive presenter for Bo Media. Back nasi for more update.